Je, ni kipi ambacho kitawafaa wanaobatizwa na wasiobatizwa? Katika kutafakari kwangu nikapata somo la Rumi 6. Fungua kitabu cha Rumi 6 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 12. Kipata unaweza kunisaidia. Rumi 6 9 mpaka 12. Rumi 6 9 mpaka 12. Nitasoma. Biblia inasema, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabieni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Naomba nishie mstari wa 11. Kama unaandika, andika maisha ya kumuishia Kristo. Maisha ya kumuishia Kristo. Kwa nini maisha ya kumuishia Kristo? Nikawa najiuliza, katika ulimwengu uliojaa changamoto, dhoruba na dhiki nyingi, tunawezaje kumuishia Kristo? Katika ulimwengu ambao kuna aibu nyingi, kuna mambo mengi yasiyoeleweka, tunawezaje kumuishia Kristo? Na hii safari ya kumuishia Kristo, je, ndio tunaianza leo au tulishaianza? Tangu majira ambayo ulikubali kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndiyo majira ambayo ulianza safari ya kumuishia Kristo. Lakini majira ulipokubali kufa naye kwa namna ya kubatizwa, ndiyo majira ambayo pia ulizidi kuishia safari ya kumuishia Kristo. Tunaposoma katika Rumi, Biblia inatuambia ya kwamba tukijua ya kuwa Kristo akisha kuwa amefufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haitawali tena. Biblia inasema, kwa maana kwa kule kufa alikufa ni mara moja tu, lakini kwa kule kuishi anamuishia Mungu. Haleluya. Ni kwa nini maisha ya kumuishia Kristo? Na tunawezaje kuishi maisha ya kumuishia Kristo? Katika kutafakari na kujiuliza mambo mengi, nikagundua ya kwamba ni rahisi na inawezekana pale ambapo tutamtazama mwisho. Kama unaandika, andika, tunaweza kumuishia Kristo kupitia kutazama mwisho na sio mwanzo tulikotoka. Haleluya. Kwa ulimwengu imekuwa ni ngumu kumuishia Kristo, na kwa wana wa Mungu pia kuna baadhi imekuwa ni ngumu kumuishia Kristo. Nikizungumza kwamba kumuishia Kristo, ninasema kuishi kama Kristo au kuishi kwa ajili ya Kristo. Mtu anaweza kusema, tunawezaje kuishi katika Kristo wakati tuko katika ulimwengu ambao una mambo mengi? Biblia yangu inaniambia ya kwamba kuna majira Kristo aliwaambia wanafunzi wake, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mtashinda, kwa maana na mimi nilishinda ulimwengu. Haleluya. Tunapozungumza kutazama mwisho, nikitazama hapa nilipo au ukitazama hapo ulipo, ni rahisi kutulia na kunyamaza. Kwa sababu hapo ulipo, hapa nilipo,
nikiangalia kuna dhiki nyingi, nikiangalia kuna umaskini umenisonga, nikiangalia kuna aibu nyingi, nikiangalia kuna mateso mengi yamenisonga. Lakini nikitazama kwamba haya mateso, mwisho wa haya mateso ni nini, itakuwa rahisi kuendelea kumuishia Kristo, kwa sababu najua baada ya mateso liko taji mbele ya safari. Haleluya. Maisha ya kumuishia Kristo. Nilipokuwa nikijiuliza kutazama mwisho, nikawa ninatafakari kwa habari ya Kristo mwenyewe, kwa kujua ya kwamba liko kusudi na liko taifa ya mpasa amnunulie Mungu. Hakuyatazama mateso, hakuitazama aibu ya msalaba, hakutazama uchi, hakulitazama taji la miiba, hakutazama mjeledi ubavuni. Alitazama taifa kubwa ambalo liko mbele yake kupitia damu yake atakayomwaga. Haleluya. Kumuishia Kristo. Kristo mwenyewe alitazama mwisho, kwa sababu laiti angetazama hapa ilikuwa ni rahisi kuishia, na sijui kama leo tungekuwa hivi tulivyo. Haleluya. Lakini kwa kugundua kwamba ninaishi kwa ajili ya Mungu, na lengo la kuishi kwa ajili ya Mungu ni kumnunulia mataifa walio utumwani, kuwarejeza kwake, ambao kwa asili walishapoteza asili yao. Lakini leo ninataka kumnunulia Mungu kupitia kifo na ufufuko. Haleluya. Haleluya. Na tukiangalia kifo na ufufuko, sisi tumeipokea kwa namna ya kubatizwa, kuzamishwa na kuibuka. Biblia inasema Kristo alipofufuka hafi tena, na alikufa ni mara moja tu, kwa lengo la kuifia dhambi na kuibuka kama mtakatifu. Haleluya. Na sisi katika kubatizwa, ambao tunabatizwa leo na ambao tulishabatizwa, kwa kuizamishwa ni kwamba tumeifia dhambi. Tunaamini ya kwamba dhambi haitatutawala tena. Lakini kwa kuibuka tunaamini tumeibuka tukiwa wapya, kuiendeleza safari ya kumwishia Kristo. Haleluya. Haleluya. Nikawa ninatafakari, nikawa ninaangalia majira ambayo Kristo alikuwa anazungumza. Anawauliza wanafunzi wake, akawaambia, eti watu wanasema ya kwamba mimi ni nani? Wakasema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe unabii yule, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Akawauliza wake, sawa, sije nikawa ninawauliza kwa habari ya hao, kumbe hata nyinyi hamjui kwamba mimi ni nani. Akawauliza, je, nyinyi mwanena ya kuwa mimi ni nani? Petro katika utulivu mkubwa akamwambia, wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia, heri yako Simoni, kwa maana si damu na nyama vilivyokufunulia. Ukiendelea mbele, akawa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kwenda Yerusalemu kupata mateso mengi. Biblia inasema Petro akamwambia, hasha Bwana, hayatakupata. Kristo kwa kuona ya kwamba mimi siko kwa ajili ya kutazama hapa, ninatazama mwisho, alimkemea Petro akamwambia, rudi nyuma Shetani, kwa maana unayawaza ya hapa, huyawazi ya kule. Unayawaza ya ulimwengu huu, huyawazi ya ulimwengu wa Baba yangu. Haleluya. Haleluya. Kumuishia Kristo. Ni rahisi kulinena hili neno, lakini sio rahisi kutembea kwenye safari. Haikuwa rahisi kwa Paulo kumuishia Kristo katika majira ambayo amefungwa gerezani. Haikuwa rahisi kwa Yusufu kumuishia Kristo katika majira ambayo ndugu wa damu wamemburuza utumwani, na akaendelea kumuishia Kristo akiwa bado utumwani.
kwa kutambua ya kwamba sikuletwa kwa ajili ya hawa 12. Uko ulimwengu unanitazama na mataifa, nitamuishia Kristo hata katika mateso ninayopitia. Haleluya. Haleluya. Ilikuwa ni rahisi kwa sababu aliutazama mwisho. Unajua ukiwa katika, wanasema ukiwa unalima, ukishaanza kulima ukitazama nyuma, unaweza ukaishi hapo ulipo. Maana unaweza ukawaza nimelima sehemu kubwa kweli, ukigeuka unakuta umeenda hatua mbili, inakukatisha tamaa. Lakini ukalima ukajiambia nikikutana na nyoka nalima, nikikutana na mjusi nalima, utajikuta umefika kule bila kujua, kwa sababu ulitazama unakokwenda. Haleluya. Haleluya. Kumuishia Kristo. Na ndiyo safari ambayo katika ulimwengu Kristo anatamani kila aliyempokea aishi katika hiyo safari. Hapa ndipo ambapo tunaifikia level ile ya kusema ninyi miungu na wana waliye juu. Kuishi kama Mungu katika ulimwengu ijapokuwa umeuvaa mwili. Si kwa sababu ni mwili unakutambulisha, kwa sababu yuko Mungu ndani yake anayetambulisha ulimwengu ya kwamba ni mimi ninaishi. Haleluya. Haleluya. Kumuishia Kristo, kutazama mwisho. Unapotazama mwisho inakuwa ni rahisi. Hata kama unakuwa kwenye maumivu mazito, lakini unajua baada ya maumivu liko taji katika safari yangu. Haleluya. Lakini pointi ya pili, tunaweza kumuishia Kristo wakati ninatafakari kwamba tukisha utazama mwisho nini kinatokea. Nikapata pointi ya kwamba inakuwa ni rahisi kukataa ulimwengu na mambo yake. Kukataa ulimwengu na mambo yake. Kumuishia Kristo kwa namna ya kukataa ulimwengu na mambo yake. Ulimwengu naweza nikasema adui au shetani, kwa sababu ndiyo mmiliki. Ulimwengu naweza nikasema mwili, kwa sababu ndio uliobeba mambo ya huu ulimwengu. Kukataa ulimwengu na mambo yake yote, kumkataa shetani na hila zake zote, kukataa kuendeshwa na mwili ili kuweza kumuishia Kristo. Wakati ninatafakari, kuna majira Biblia inasema ya kwamba kama ninyi mmeamua kuwa wanafunzi wangu, basi mtaitii kweli. Haleluya. Tunapoangalia katika namna ya kukataa ulimwengu, utanifungulia Kolosai 2 ule mstari wa 20. Pastor Mary nisaidie. Kolosai 2 mstari wa 20. Kolosai 2 mstari ule wa 20. Kukataa ulimwengu na mambo yake yote. Kolosai 2:20. Basi ikiwa mmekufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama walikuishi duniani? Amen. Biblia inasema ikiwa tumekubali kufa na Kristo na kuyaacha mambo ya ulimwengu huu, kwa nini tena tunayafuata mafundisho ya ulimwengu huu, kuishi kana kwamba ni watu wa huu ulimwengu? Ili tuweze kumuishia Kristo, ni sharti kukataa ulimwengu, ni sharti kuikataa dhambi, kwa sababu ni dhambi ndiyo inayotufanya tuwe mbali na Mungu. Biblia inasema ya kwamba hatutakiwi tena kuishi kama wa ulimwengu huu.
Kwa sababu tumeambiwa Kristo alikufa ni mara moja, alifia dhambi. Je, kama mimi na wewe tumekubali kuifia dhambi, kwa nini tena kuirudia dhambi ambayo tulishaifia? Haleluya. Ninazungumza na mtu mmoja. Yamkini unaweza ukasema, pastor, sio rahisi. Labda niende nikawekwe sehemu ya peke yangu, hapo ninaweza kushinda. Hatuwezi kuhesabiwa washindi kama hatujawa katikati ya vurugu na vita. Hatuwezi kuhesabiwa walioshinda kama tukiwa peke yetu mbali huko. Ni sharti tuwe katikati ya mbwa mwitu, ili tuangaliwe nguvu yetu ya kushinda ulimwengu, na kuwafanya hawa wajue ya kwamba ulimwengu inawezekana kushinda, si kwa sababu ya nguvu ya damu na nyama, bali kwa sababu iko nguvu ya ziada inayotuwezesha kushinda. Haleluya. Haleluya. Kukataa ulimwengu. Kuna majira tunashindwa kwenda Mungu kwa sababu kuna baadhi ya mambo hatutaki kuyakataa. Kuna baadhi ya vitu hatutaki kuvikataa. Kuna baadhi ya tabia zimekuwa ni endelevu ndani yetu, zinamfanya Mungu anashindwa kwenda nasi. Tunashindwa kumuishia Kristo kwa sababu ya tabia. Naweza nikaona hasira ni kitu kidogo. Naweza nikaona uongo ni kitu kadogo tu. Lakini ikawa ni kwazo la kutufanya tusimuishie Kristo sawa sana alivyokusudia. Kukataa ulimwengu na mambo yake yote. Kunyamazisha mwili. Kuona ya kwamba ni kweli ninaona njaa inaniandama, lakini bado nitadumu kumuita na kumuishia Kristo. Kuona ya kwamba ni kweli shida ziko zinanifuatilia, lakini nitamuishia huyu Kristo kwa sababu yeye ni yote katika yote. Haleluya. Kukataa ulimwengu. Swali la kujiuliza wewe na mimi, ni yupi na ni nani unayemuishia? Ni nani unayeishi badala yake? Je, bado tunaishia dhambi? Je, bado tunaishi kwa sababu tuna fedha tunaona ndio maana tunaishi? Je, tunaishi tunaona ni kwa sababu wako wenye mamlaka waliotuzunguka ndio maana tunaishi? Lakini asubuhi ya leo nataka nikwambie neno moja. Mwenye mamlaka na mwenye nguvu hawezi chochote kama neno la Kristo haliko ndani yake. Haleluya. Neno la Mungu lisipokuwa ndani ya mtu si chochote, si lolote. Tunaweza kwa sababu liko neno linalotufanya tunaweza. Haleluya. Hatuna cha kujivuna, bali ni kwa sababu yuko Kristo anayetuwezesha. Kukataa ulimwengu. Wakati wengine wanasema haiwezekani kuishi hujaolewa bila kulala kwanza na mwanaume, maana ndio kauli za ulimwengu huu. Wana kauli moja wanatumia, anasema sitaki kuuziwa mbuzi kwenye dunia. Lakini nataka nikwambie ya kwamba ukigundua ya kwamba unamuishia Kristo aliye sahihi kwa ajili yako, kwa ajili yangu, yuko tu. Si kwa sababu ya kwenda kulala na mtu ndio uolewe au ndio uoe, lakini kwa sababu yuko aliye sahihi, aliyeandaliwa na Kristo. Haleluya. Kukataa ulimwengu. Wakati wengine wanatazama njaa, ni kweli na mimi niko katikati ya njaa. Ni kweli na wewe uko katikati ya njaa. Lakini wewe huioni njaa kama njaa. Unaona kwamba viko vyakula vya miaka 7 ambavyo vitalisha mataifa wengi. Haleluya. Haleluya. Kumuishia Kristo kwa namna ya kukataa
ulimwengu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini pia katika kutafakari na kujiuliza kitu kingine, tunawezaje kumuishia Kristo katika ulimwengu uliojaa shida na taabu? Pointi nyingine nikapata ya kwamba tunaweza kumuishia kwa namna ya ukamilifu. Uaminifu samani. Uaminifu. Maisha ya kumuishia Kristo ni maisha yanayohitaji uaminifu wa hali ya juu. Uaminifu si kwa sababu mchungaji hanioni hapa inabidi nifanye hivi. Uaminifu sio kwa sababu wako wanaonitazama ili wauone uaminifu. Maisha ya kuishi uaminifu kutokao ndani ambao unashuhudiwa na Mungu mwenyewe, sio wanadamu wa ushuhudie uaminifu. Haleluya, haleluya. Fungua nami katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 mstari ule wa 10. Ufunuo 2 mstari ule wa 10. Ngoja nianzie mstari wa 8. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Mstari wa 10. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji la uzima. Haleluya. Ukisoma katika huu mstari kuna mambo ambayo yamezungumziwa. Biblia inasema jambo la kwanza alilolizungumzia, kuna kujaribiwa, kuna kutupwa gerezani, kuna dhiki. Haleluya. Kuna dhiki, kuna gereza, kuna majaribu. Lakini pointi ya mwisho alisema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ishu sio uaminifu hapa kwenye hata kufa. Sasa ndipo kwenye shida na kwenye changamoto. Inaweza ikawa rahisi nikawa mwaminifu, ni mwaminifu, lakini yakafika hapa, Bwana ananijua, naomba tu hapa nisarende. Lakini Biblia inatuambia mwaminifu hata kufa. Hakuna taji usipokuwa mwaminifu mpaka mwisho. Na huu uaminifu unakujaje? Alishatupa taarifa ya kwamba kuna dhiki. Sio kwamba katika uaminifu hakuna dhiki. Dhiki zipo. Katika kutafuta kuwa mwaminifu, kuna wakati mwingine utakuwa gerezani kama Yusufu, lakini amekuwa mwaminifu hata mwisho. Lakini ya mwisho anatuambia ya kwamba dhiki, gereza, mwisho anasema tuwe waaminifu. Tusiogope, tuwe waaminifu hata mwisho. Haleluya. Tuko katika ulimwengu. Alitangulia kuanza na neno usiogope, kwa sababu anajua adui ana kawaida ya kututisha na mazingira ya ulimwengu huu.
Adui ana kawaida ya kututisha na mambo yanayoonekana. Ukiwa katika safari yako ya uaminifu, adui ana kawaida ya kumuinua mke wa Potifa ili akurudishe nyuma. Ukiwa katika safari yako ya kuendea uaminifu, adui ana kawaida ya kumsimamisha Sauli ili uangaliwe ya kwamba utamdhuru au utakuwa mwaminifu. Haleluya. Adui pia ana kawaida ya kumleta Goliathi mbele yetu, mwenye maneno mengi, mwili mkubwa, silaha za kutosha, ili kukutisha utoke nje ya uaminifu. Lakini Biblia inasema ya kwamba Daudi, kwa kugundua ya kwamba anamuishia Kristo na hatazami alipo anaangalia mwisho, alimwambia, wewe Filisti usiyetahiriwa, umekuja kwa silaha, ninakuja kwa jina la Bwana wa majeshi, nitakupiga na leo utaanguka. Kwa sababu angeruhusu kuyapokea maneno ya vitisho ya Goliathi, ilikuwa ni rahisi Israeli na yeye kuanguka. Lakini Biblia inasema hakukubali. Alisimama katika neno, usiogope. Ni kweli mambo ni mengi, ni kweli dhiki ni nyingi, ni kweli ulimwengu una lugha nyingi unazungumza, ni kweli wako wanaosema kuna umaskini, ni kweli wamesema ya kwamba hajawahi kutokea tajiri kwenye familia yenu, ni kweli wamezungumza, lakini usiogope, kwa sababu mwisho wa uaminifu wa kusimama na Kristo iko taji ya ushindi na uzima. Haleluya. Haleluya. Kumuishia Kristo kwa namna ya kuwa mwaminifu. Sio mwaminifu tu, hata kufa. Biblia inasema, kuna mahali inasema Kristo alikuwa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Ijapokuwa waliomtendea hayakuwa sawa, lakini alidumu kuwa mnyenyekevu mpaka msalabani. Vivyo hivyo wewe na mimi, ijapokuwa yako mengine ambayo yamkini ni kusingiziwa, ukasingiziwa umeiba, ukasingiziwa umefanya mambo mabaya, huwezi kupigana kwa kuinua kinywa kujibisha maneno. Uwe mwaminifu tu katika Kristo, na mwisho yote atajifunua, ataiweka taji juu yako. Haleluya. Haleluya. Ninamuishia nani? Unamuishia nani? Katika ulimwengu tulio nao, katika maisha yetu ya kila siku, ni yupi tunayemuishia? Ambaye akitutazama ana faida, ambaye akitutazama anajua kuna watu katika ulimwengu. Ni yupi tunayemuishia? Bado tunaipa faida miungu? Bado tunawapa faida waganga na wachawi? Au tuko katika kumpa Kristo faida, yeye aliyetufia? Uaminifu. Uaminifu wako ni wa muhimu sana katika ulimwengu tulio nao. Tuko katika ulimwengu ambao hatuhitaji kujitetea, kwa sababu tuna maneno mengi ya kujitetea. Hatuhitaji kujitetea kwa sababu wako wanaotusaidia kujitetea. Tunahitaji kuwa mwaminifu ili Bwana ainuke kama shujaa atutetee. Haleluya. Haleluya. Uaminifu. Ujiulize, ni mara ngapi nimeshindwa kuwa mwaminifu kwa Mungu? Na nikisema kuwa mwaminifu kwa Mungu, sio kuwa mwaminifu kwa mchungaji, sio kuwa mwaminifu kwamba
kutoa sadaka ndio uaminifu kwa Mungu. Hayo pia ni sehemu ya uaminifu. Namna gani umekuwa mwaminifu kwa hawa ambao umewekwa katikati yao? Namna gani umekuwa mwaminifu kwa hawa ambao Mungu amekuweka katikati yao? Hiyo ndiyo ambayo itakufanya uelewe ya kwamba mimi ni mwaminifu mbele za Mungu. Hatuwezi kupima uaminifu wetu kwa Mungu kwa sababu ya kuwa tunakuja kanisani kila siku kwamba ndio uaminifu. Yako maisha baada ya kuwa kanisani yanayotufanya uaminifu wetu uzidi kudhihirika. Kuna maisha baada ya kuwa hapa. Unaweza ukafanya nikakuona ni mwaminifu kwa sababu tuko wengi hapa ninakuona. Lakini yako mazingira ambayo jicho langu la damu na nyama halikuoni. Yuko mmoja anayekutazama ambaye anaangalia uaminifu wako hata huko ambako hakuna anayekuona. Haleluya. Ikiwa ni Jumapili ambayo kama huduma ni siku ya ubatizo, ni siku ambayo wako watu wanaenda kuyapokea maisha mapya ya Kristo, kwa sababu kwa kuamini, kwa kusikia, Biblia inasema wakibatizwa wataokoka. Ikiwa ni ibada ya ubatizo, nataka nizungumze na wewe na nikutie nguvu pia kwamba ukishabatizwa sio kwamba ni mwisho wa maisha. Ukishabatizwa sio kwamba kwa sababu nimeiacha dhambi baharini haiwezi kuniandama. Ukishabatizwa kwa sababu ziko tabia nimeziacha majini, sio kwamba ndio imeisha. Lakini ninachotaka ujue na utambue ya kwamba unapoenda kubatizwa umepewa nguvu ya kuanza safari ya kumwishia Kristo. Nguvu ambayo itakusaidia kuushinda ulimwengu ambao hapo kwanza ulishindwa kuushinda ulimwengu, kwa sababu hiyo nguvu ilikuwa haimo ndani yako. Lakini baada ya kwenda kufa na kufufuka pamoja na Kristo, Biblia inasema unaipokea nguvu mpya, nguvu ya uzima mpya ambayo itakusaidia kushinda mambo yote. Sio kwamba hayaji, yanakuja, lakini unayashinda kwa sababu yuko aliyeshinda ndani yako. Haleluya. Haleluya. Uaminifu wako kwa Mungu ni wa muhimu sana. Ikiwa tuko katika majira ambayo tunatamani kulitengeneza jeshi kubwa litakalo mwishia Kristo, ni majira ambayo tunatamani kuziona mbingu zikizungumza, majira ambayo tunatamani kuziona mbingu zikisema. Ikiwa ni asubuhi nyingine ya baraka, nimezungumza mambo mengi, nimezungumza vitu vingi katika habari ya kumwishia Yesu Kristo. Yamkini liko moja ambalo umeliona ya kwamba hili linanifaa, basi ni sharti ulibebe, ukalitendee kazi. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu tunahitaji kupokea na tunahitaji kutendea kazi na kuona matokeo. Nikutie nguvu tena ya kwamba usiogope. Ni kweli taabu zipo, usiogope. Ni kweli aibu ipo, usiogope. Ni kweli gereza lipo, usiogope. Ni kweli shida zipo, usiogope.
tambua neno moja ya kwamba mwisho ya mambo yote katika uaminifu wangu, uaminifu wako wa kumwishia Kristo, iko taji ya uzima. Haleluya. Hapo kwanza, kabla ya kuwa wana wa Mungu, tulishampatia adui faida sana. Kuna mahali Biblia inasema wakati tulipokuwa upande wa adui, tulivitumia viungo vyetu kweli kweli kumletea adui faida. Tumevitumia katika anasa kweli kweli. Tumevitumia katika mambo mengi mabaya kweli kweli. Lakini tunaporejea na kuja kwa Kristo, tuvifanye viungo vyetu visiwe silaha ya uovu tena, bali viwe ambavyo vitamletea Kristo utukufu. Inawezekana kabla ya kubatizwa nilikuwa ninafanya mambo ambayo yanamfanya adui anajiona yeye ana utukufu. Yamkini nilikuwa na tabia ambazo zilikuwa zinamfanya adui aone ya kwamba anastahili. Lakini nataka nikwambie neno moja, mwisho wa yeye kuona kwamba ana utukufu ni majira utakapoenda kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Hapo ndio mwisho wa utukufu wake, na ni majira ya mwanzo wa utukufu wa Kristo aliyetufia. Haleluya. Haleluya. Asubuhi ya leo ninatamani uelewe na utambue ya kwamba tunatakiwa kumwishia Kristo. Wakati huu ambapo nimezungumza haya machache, basi ninaomba usimame juu.